kuimarisha kujadili mikakati mbalimbali kama sekta husika. Moja katika hayo kutoka na Weford. Na Weford mojawapo kwanza ni kuangalia upatikanaji wa resources hasa katika eneo hili la kuondosha taka na majani yasiyosafi ambayo inaonekana kuwa chanzo kikubwa cha matumizi haya ya kuharisha kutambika. Lakini eneo la pili ni suala la kutoa elimu kwa jamii katika mazingira hasa yanayohusisha watu wengi kwa mahala pamoja kama vile katika shule, lakini pia masokoni na maeneo ya jamii. Kwa hiyo huo ni mkakati wa kabila ambao lakini pia swala zima la maji. Maji hasa ya kunywa kuanzia katika masuala yetu, lakini pia maeneo yetu tunakaa visima tunavyotumia. Kwa hiyo huo mkakati ambao tunaona, lakini mkakati wa leo wa msingi kwamba kila sekta huwa ni mpango wa mkakati wa dharura hasa katika kipindi hiki ambapo wenzetu wa mamlaka ya hewa huwa zitaenda mpaka mwisho wa mwezi wa Mei. Kwa hiyo lakini pia tutakuwa na utaratibu wa pamoja wa kuratibu hali ya kuendelea. Jinsi kwa kila wiki tutakutana pamoja hata kama kwa Zoom meeting kujadili mikakati ambayo imekuwa iliitisha kikao kazi na wadau wa sekta ya usimamizi wa mazingira ikiwa ni pamoja na mabaraza ya manispaa pamoja na wataalamu wa afya kupitia katika mabaraza yetu kujadili hali halisi ya changamoto ya viashiria vya uwepo wa maradhi ya matumbo yanayotokana na uwepo wa mvua za masika. Kama tunavyofahamu, miji yetu bado haijawa misafi katika kiwango hicho, na kipindi hichi tumekabiliwa na mvua, na wataalamu wanatuambia hali ya maji yetu bado haiko katika kiwango cha kutosha. Sasa katika kikao hiki tulipata nafasi ya kueleza changamoto mbalimbali zinazotukabili sisi kama mabaraza ya manispaa, na miongoni kati ya changamoto hizo tuna changamoto kubwa ya wananchi wenyewe juu ya utupaji wa taka ovyo. Na ubaya mambo, taka hizi mara nyingi huwa zinatupwa ovyo katika zile nyakati ambazo watu wanakuwa wamelala, kwa maana nyakati za usiku, au wananchi kutupa taka katika yale maeneo ambayo pengine watu hawapo. Sasa vitu hivi pamoja na sababu nyingine ndizo zinazopelekea kuzagaa kwa taka. Lakini jambo jingine pia, sisi kama mabaraza ya manispaa tumepata nafasi ya kueleza juu ya uhaba wa vitendea kazi vya uzoaji wa taka katika maeneo yetu. Na ukizingatia katika kipindi hiki tumetoka katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mfungo ambao ulikuwa una kiwango kikubwa cha uzalishaji wa taka, lakini pia na mvua ikawa imepungua. Sasa taka na mvua ni vitu ambavyo haviendani. Sasa tumeshauriana na wenzetu wa Wizara ya Afya pamoja na Kamisheni ya kukabiliana na maafa kutengeneza mpango mkakati wa pamoja kuhakikisha tunakwenda kuihami hali iliyokuwepo ili tuweze kutoka vizuri katika hichi kipindi ambacho kwa. Lakini nitumie nafasi hii kuwasihi sana wananchi kufahamu kwamba suala la uhifadhi wa mazingira, suala la uwekaji wa taka vizuri, si swala la baraza la manispaa pekee yake, wala si swala la kukabiliana na kamisheni ya kukabiliana na maafa, isipokuwa ni swala linalohusu kila mwananchi, kwa sababu yanapokuja matatizo hayamchagui mfanyakazi wa baraza la manispaa wala hayamchagui mfanyakazi wa kamisheni ya kukabiliana na maafa. Sote tunakuwa katika jahazi moja. Kwa mantiki hiyo, kila mmoja kwa nafasi yake kuanzia sasa hivi ana wajibu wa kuchukua hatua zote zinazostahili kuhakikisha taka zetu tunaziweka katika mazingira mazuri ili mabaraza ya manispaa yaweze kuchukua taka hizo kwa utaratibu. Tumetoa taarifa ili kujiweka utayari na kujua takwimu nzima za mwenendo wa magonjwa kwa Zanzibar, na tukiangalia tuna kipindi cha mvua ambacho tunategemea magonjwa mengine yanaweza yakajitokeza ama yakaibuka, ikiwemo maradhi ya kuharisha, malaria na ugonjwa wa dengue ambao unasababishwa zaidi wakati wa mvua. Mbu wanapozalishwa kwa wingi inaweza ikapelekea mlipuko wa maradhi kama hayo ya dengue, malaria pamoja na kuharisha. Kwa sasa tuko hali iko vizuri na tunataka tu kujiweka utayari, kwa sababu tunasema kwamba Zanzibar iwe salama kutokana na maradhi ya milipuko na hasa ugonjwa wa kipindupindu. Kwa hiyo tunachojiweka ni kujiweka utayari. Hali bado iko salama,
hatuna visa wala kesi zozote za maradhi ya milipuko kwa sasa, lakini tuko katika kujiweka utayari ili tusije tukaiweka nchi kwenye janga la mlipuko wa magonjwa na hasa magonjwa ya kipindupindu ama magonjwa ya kuharisha, kwa sababu ni ugonjwa ambao unaweza ukazuilika, na tunaambiwa kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Kwa kipindi hiki cha mvua kunakuwa na tishio la maradhi haya ya kuharisha, na kutokana na tishio hili kwa kipindi hiki cha mvua kubwa, tunashauri jamii kuimarisha utaratibu wa kunawa mikono kabla na baada ya shughuli mbalimbali, kama vile kabla na baada ya kula, kabla na mikoa tunatumia utaratibu ule wa kunawa mikono. Lakini chingine ni kwamba tunashauri waweze kutumia maji safi yaliyotiliwa. Kwa hiyo hii vile vile itapunguza uwezekano wa kupata maradhi ya kuharisha. Na chingine ambacho kipindi hiki ambacho ni muhimu kwa jamii kufuata ni kuhakikisha kwamba kama mtu ana dalili yoyote ya kuharisha, anatakiwa kwenda kituo cha afya kilicho karibu naye, ikiwa dispensari au kituo cha afya au hospitali ya wilaya, ili kuweza kupata huduma ile.